Mshikamano. Majina yangu ni Suleiman Matthew Ikomba. Nayesimama mbele yenu leo. Kabla sijasahau niombe kura 925 kama wote mmehudhuria. Zote ziandikwe jina Ikomba. Nimekuwa mwenyekiti wa chama cha walimu kwa awamu 3 ngazi ya wilaya. Nimekuwa mwakilishi wa wenye viti katika mkoa wa Dar es Salaam kwenye baraza la taifa. Nimekuwa mjumbe wa kamati ya utendaji ya taifa kuwakilisha mkoa wa Dar es Salaam. Nimekuwa makamu wa rais wa chama cha walimu Tanzania, na sasa leo ninasimama mbele yenu kwa heshima, kwa unyenyekevu mwingi, kuomba mkubali niwe rais wa chama cha walimu Tanzania. Ninayo nia, sababu ninazo za kutosha kabisa, na dhamiri yangu inaniambia kwa nafasi hiyo mkinipatia, ninaiona nuru mpya kwenye chama cha walimu Tanzania. Mliniamini kuongoza mkutano mkuu kama huu wa uchaguzi mwaka 2020, nikafanya kadri Mwenyezi Mungu alivyonijalia. Mkaniamini kwenye mkutano kama huu mwaka 2022, katika mazingira yale nikafanya kwa kadri ambavyo Mwenyezi Mungu pia alinijalia, tukamaliza salama. Ndivyo ninavyotaka kuamini. Katika wakati wote nitasimamia katiba, kanuni na miongozo iliyopo, lakini sitaacha kuhakikisha kwamba maamuzi ya vikao mbalimbali yanafanyiwa utekelezaji accordingly. I once heard Mahatma Gandhi say, "My life is my message." Ninaomba mniamini. Nataka kukiona chama cha walimu kama chama ambacho kinaleta matumaini mapya kwa walimu na kuwatoa wengi waliotembea huko na huko kwenda mbali waweze kurudi, sio kwa maneno lakini kwa matendo yanayoweza kudhihirisha kwamba hakika chama cha walimu sasa kimekuwa ni msaada kwa walimu, kuiheshimu serikali na kutembea katika njia ambayo inalinda umoja wetu, inalinda ushirikiano wetu, inalinda mshikamano wetu, lakini hatuwezi kuacha kulinda nchi yetu tukijua kwamba sisi kama walimu ni kioo cha jamii. Sasa naomba kura zenu. Muda umeisha. Ndugu wajumbe, swali la kwanza. Naomba utumie dakika 3 kuomba kura. Wajumbe! 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 Jamani, hiyo ni kodi tuliachiwa jana na Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu. Kwa hiyo wagombea naomba tuitumie. Wajumbe! 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 Tunatiki au tunakata? Tunatiki au tunakata? Mnakata. Tunacheza au tuchezi? Mgombea, naomba ujinadi majina yako na uombe kura. Hatupo kwenye muziki. Wajumbe, kwa jina naitwa Shangwe Hamza Julius. Ni mgombea nafasi ya urais wa chama cha walimu nchini Tanzania. Nimetokea mkoa wa Arusha. Nina mambo 5 ambayo mkinichagua tutatembea nayo. Jambo la kwanza, ninaendelea kuhamasisha makato ya walimu yawe 100%. Jambo la pili, nikishirikiana na wenzangu tutakuwa na mazungumzo chanya na serikali kuhusu maslahi yetu sisi walimu. Punde tu nitakapokuwa nimepata nafasi, kwa nafasi yoyote ile nitakayoipata, nitakuwa ninahakikisha kwamba tunakuwa tunazungumzia maslahi yetu sisi walimu. Lakini pia walimu walioko kule mashuleni,
wanatamani kuona kama chama kina benki, hii benki iwe inatoa mikopo ambayo ni nafuu kuliko benki yoyote ile. Lakini pia tuna changamoto, walimu wetu wengi hawana elimu ya vyama vya wafanyakazi. Hili nitahakikisha kwamba walimu hawa watapata elimu punde atakapokuwa nimepata nafasi hiyo ya kugombea nafasi hiyo ya urais. Lakini pia ninaunga mkono katiba ifanyiwe marekebisho iendane na wakati tuliopo wa sasa. Shangweli Julius Hamza ni muwazi. Swali la kwanza, swali la pili, swali la tatu. Kwa sekunde moja sisitiza jina lako, omba kura ili uweze kuondoka. Kwa jina naitwa Shangweli Hamza Julius. Ninaomba uniamini nishushe chama kwa walimu na viongozi wa wilaya wawe na nguvu, sio huku juu ndio wawe na nguvu ya kutusemea. Omba kura. Imetosha. Ninaombeni kura zenu. Kwanza nimshukuru Mungu kwa kuleta hapa na kuona haya ambayo yanatokea. Nikiwa kama rais, naomba kura yako tuweze kujenga chama imara kwa wanachama kuanzia chini. Tuweke misimamo toka kule, tuyasimamie, tuweke maazimio na tuyatekeleze kwa vitendo kwa haraka. Hilo la kwanza. La pili, kwenye swala la ada ya wanachama, nadhani ni wakati mwafaka kuliangalia hilo na kulisimamia kwa vitendo, kwa sababu tunapoteza wanachama wengi kisa tu makato, wanakimbilia kwepesi. Kwa hiyo kama rais nitajitahidi kulisimamia na kulitekeleza hilo na kuhakikisha kuna wanachama ambao wametoka wanarudi kundini. La tatu, upande wa wastaafu. Wastaafu inasikitisha, anachanga zaidi ya miaka 30+. Lakini akistaafu tunasema hatuna rekodi naye. Wakati anatoa michango rekodi ilikuwepo. Sasa nitaenda kulisimamia hilo na kuboresha, na once anapostaafu anapata cha kwake na itakuwa endelevu. Na jambo lingine, swala la haki ya mpiga kura. Wanasema anayepiga kura ni mwanachama kamili. Kwa hiyo nilikuwa nafikiri kwa kipindi hiki tubadilishe na katiba, anayegombea naye apate nafasi ya kupiga kura, kwa sababu hawezi kwenda kugombea afu mwenyewe ujikubali. Kwa hiyo unatakiwa mwenyewe kwanza ujikubali. Ukienda kupiga kura, basi upige kura na uchague na unataka kuunga mkono. Sasa unakuunga mkono wakati wewe mwenyewe ujiungi mkono. Hilo ni tatizo kidogo. Swala lingine, benki ya walimu twende kuisimamia. Nitakwenda kuisimamia, jamani, mkiniamini nami nitawaamini, nitume niwatumikie. Naomba kura yako. Asante. Ndugu wajumbe, swali la kwanza, swali la pili, swali la tatu. Kwa sekunde moja taja jina lako, omba kura uondoke. Naitwa Emmanuel Lawrence Kondoe kutoka Morogoro Malinyi. Naomba kura yako mjumbe. Naitwa Hamisi Hasani Maenga. Mimi ni mgombea kutoka Andaruti chini kabisa. Sina mambo mengi. Mimi nasema nimekaa na walimu nchi nzima. Nimefanya tathmini. Walimu wanataka pesa. Walimu wanataka marejesho yawafikie. Hilo ndio kubwa. Tutaongea hapa mengi, lakini chama hiki ni kikubwa. Kimeshakuwa giti. Naomba walimu hao mimi nikiingia tena sema sasa benki ya walimu ikae si isa kesho. Isa kesho nini jamani? Mimi nikiwa mwenyekiti leo hii nikaa pale. Tunatangaza marejesho mwezi wa 5 mwakani. Possible. Hebu jifikirieni walimu. Maiki imekatiwa. Maiki imekata. Hebu fikirieni ndugu walimu. Jifikirieni walimu. Walimu tuache utani. Walimu tuache utani. Tuwe serious na majambo hili. Hivyo t-shirt moja inamfikia mwalimu kila mwaka shilingi ngapi? 40. Kwa nini t-shirt tustore mwaka huu? Wakati tustore t-shirt ifika Mei Mosi kila mwalimu kaingiza 50 kwenye akaunti yake. Hapo vipi? Hapo vipi? Ndio mambo hayo
tongea tuvote si nini umoja nini. Walimu hata kama jeshi chama kikubwa wamechangia sana. Tufikia tu tuwape chao. Tuachofanya sio jamani. Mimi kiingia leo mwakani walimu wapata 50 hapa. Kila walimu. Haiwezekani. Tufikia tu afia. Make CUT great again. Together we can. Together we can. Make CUT great again. Hamisi Maenga namba 7. Mpanzu. Kumbuka Mpanzu Simba. Pakome Yanga namba 7 Maenga. Maenga for change. Maenga for change. Maenga for change. Maenga for change. Mgombea. Ndugu wajumbe, tunakiuka kanuni. Ndugu wajumbe, tunakiuka kanuni. Mshikamano. Walimu, naomba tusishangilie jamani. Naomba tusishangilie. Tafadhali sana. Tunakiuka kanuni. Naomba nitilie mkazo ndugu washiriki, tafadhali naombeni tusikiuke kanuni zinatuelekeza. Tumsikilize mgombea, tumuulize maswali, tukimshangilia tunakuwa tunakiuka. Lakini kumbukeni, kuandaa uchaguzi huu ni gharama. Pesa zenu wanachama zimetumika na muda wenu kusafiri kuja huku kwa ajili ya shughuli hii umetumika. Naombeni tusikiuke kanuni, tuendelee na zoezi. Ndugu mgombea, taja jina lako, naomba kula kwa sekunde moja. Maenga, make CUT great again, together we can. Asante sana. Inatosha. Niko hapa wenzangu kuombeni kura yenu. Nilikuwepo wakati chama hiki kinaanzishwa miaka hiyo, kikiwa na makusudi ya kutetea haki na maslahi ya wanachama kutoka serikalini. Lakini mara baada ya chama hiki kuanzishwa, viongozi walikuwa kimaslahi zaidi, maana ungeweza kuwaona ofisini wakiwa na skrini za video, huku wakiwa wamepeana ma-PS, vitu ambavyo baadhi yake hata kwenye ofisi za wakurugenzi vilikuwa havipo. Pia walikuwa ni watu ambao si wawazi kwenye mapato na matumizi ya fedha za chama, hali ambayo imesababisha malalamiko kwa wanachama na kupelekea baadhi yao kujitenga na chama wakati huu. Nimegombea basi ili nisaidie kuondoa changamoto hizo kwenye chama. Nitahakikisha kwamba chama kinajikita katika mambo yake ya msingi ya kutetea haki na maslahi ya wanachama kutoka serikalini. Nitaongoza marekebisho ya katiba ili pamoja na mambo mengine itamke ukomo wa awamu za uongozi kupisha wajanja wachache kukifanya chama ni mali yao. Lakini pia, ndugu mgombea, muda wako umeisha. Kwa sekunde moja taja jina lako na uombe kura. Malinga Hamisi Ali, naomba kura. Swali la kwanza, swali la pili. Haya, swali la mwisho. Ndugu mgombea, naam, omba kura kwa wajumbe wako, muda usiozidi dakika 3. Asante. Ndugu wajumbe wa mkutano mkuu wa Chama cha Walimu Tanzania, ndugu wageni waalikwa na waandishi wa habari pamoja na usimamizi wa uchaguzi mkuu wa Chama cha Walimu Tanzania, ninawasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mshikamano, walimu. Asante. Kwa majina naitwa Mwalimu Mlobi Emmanuel Steven, ni mmoja wa wagombea ambaye nimethubutu kwa ajili ya kugombea nafasi hii ya urais wa Chama cha Walimu Tanzania, nikitokea mkoa wa Pwani, lakini katika wilaya ya Mafia.
Kwa nini nimeamua kugombea nafasi hii? Azma yangu ni kwamba ni hadhi ya mwalimu, maendeleo ya elimu. Jambo la kwanza ni kuhakikisha kwamba natetea na kusimamia maslahi ya walimu wote ambao ni wanachama pamoja na chama chetu cha walimu Tanzania. Wanasema hivyo ikiwa mojawapo mafao ya wastaafu kwa wakati, pia marupurupu kwa wakati, pamoja na teaching allowance kwa walimu wote ambao ni wanachama wa chama cha walimu Tanzania. Lakini jambo la pili, ndugu wajumbe wa mkutano mkuu, ninahakikisha kwamba ninajenga na kuimarisha mshikamano wa chama pamoja na serikali. Katika jambo hili ni kumjengea mwalimu mazingira bora ya kufanyia kazi pamoja na vifaa vya kufanyia kazi mahali katika vituo vyao vya kazi. Sambamba na hilo, ninahakikisha kwamba ninawakilisha sauti ya walimu katika mabadiliko ya mitaala pamoja na sera. Lakini lengo langu la tatu, Ndugu mgombea, muda umeisha, naomba utaje tena jina lako na ombe kura kwa sekunde moja. Asante sana. Majina yangu naitwa Mwalimu Mlobi Emmanuel Steven. Ninaomba kura yako. Mwalimu Umemaliza tayari, omba kura. Mwalimu akiinuliwa taifa linasimama. Naomba kura yako. Asante sana. Aje Jeremia Charles Mudui. Swali la kwanza, subiri maswali kwanza. Swali la kwanza wajumbe. La pili, la mwisho. Haya, asante, nenda kapumzike. Aje Mwalimu Charles. Naomba niambie jambo moja, kwamba kwa sasa changamoto za walimu zidi ya CWT ni nyingi zaidi kuliko zidi ya serikali. Tarehe 1 mwezi wa 5 kwenye maadhimisho ya Mei Mosi, Rais wa TUCTA alisema kwamba kwa sasa hakuna mtumishi yoyote anayedai serikali ikiwemo na walimu. Ni jambo la kushangaza kwamba tumekosa viongozi wa kutusemea hata kwa TUCTA tu. Mwaka 1954 Mwalimu Nyerere akiwa na umri wa miaka 32 alikuwa miongoni mwa waanzilishi wa chama cha TANU. Lakini mwaka 1961 alipokuwa na umri wa miaka 39 aliipatia Tanganyika uhuru ambao mpaka leo hii tunajivunia. Na kusudia kusema nini katika haya? Kipimo cha uongozi sio umri. Kipimo cha uongozi sio muonekano. Kipimo cha uongozi sio uzoefu, bali kipimo cha uongozi ni fikra yakinifu na ujasiri wenye kuleta tija dhidi ya wale unaowaongoza. Niwaombe kitu kimoja, niamini na nina dhamira ya dhati ya kuleta mageuzi makubwa ndani ya CWT. Endapo mkinichagua, ninakusudia kufanya yafuatayo. Jambo la kwanza ni kuhakikisha kwamba ninakwenda kupunguza makato ya 2% hadi kwenda 1%, na hili linawezekana ila kwa viongozi wenye maslahi mapana na CWT. Jambo la pili ni kufanya maboresho ya katiba ili kuweka utendaji wenye tija na wenye manufaa kwa walimu wote. Jambo la tatu, muda umeisha. Swali la kwanza. Nina sekunde 2, nina dakika 2 na sekunde 11. Swali la kwanza ndugu wajumbe. Sekunde 2 na dakika 2 na sekunde 11. Hizi hapa. Mgombea. Sijamaliza dakika 3. Mgombea. Naomba nimeweka stopwatch hapa. Mgombea, naomba utulie kufuata maelekezo kutoka kwenye meza. Sisi tuna timekeeper ndiye anayeniongoza. Naomba ndugu wajumbe, swali la kwanza, swali la pili, swali la tatu kwa sekunde 1. Naomba urudie kutaja majina yako na kuomba kura. Kwa majina naitwa Rajabu Habadi Mwenye-Mbegu. Ninatokea Dodoma, wilaya ya Chamwino. Ninaomba kula zenu, ninaomba mniamini. Asante mwenyekiti. Solidarite. Wajumbe solidarite. Asante sana. Ndugu wajumbe, niliye mbele yenu naitwa Comrade Musa Karelanda Ismail. Ajenda kubwa niliyobeba katika mkutano huu, nichagueni mimi kuwa rais wenu wa CWT. Twende tukafanye mabadiliko. La kwanza, tawahakikishia ndani ya chama kunakuwa na utulivu. Hatutaazimiana tena, hatutaviziana tena na kutoana. Jambo linalofuata ni lazima tukatafakari, turudishe ushawishi katika chama chetu kwa wanachama,
juu ya asilimia tunazokatwa, ili mradi chama chetu kirudi kwenye hadhi yake. Jambo lingine, ndugu wanachama, ninaenda kuwa sauti ya demokrasia katika vikao vya ndani ya chama na nje ya chama kwa kutumia diplomasia. Twende tukatetee kikokotoo, tukazungumze na serikali kuhusu malipo ya likizo, tukazungumze na serikali kuhusu promotion, kibali kitoke kwa wakati. Ndugu wapiga kura, nichagueni mimi, hasa ndugu wapiga kura vijana. Ani injal tuan. Ndugu vijana, mnajua changamoto mliokuwa nayo katika kundi la vijana. Sasa nipeni kijana mwenzenu tukatibu lililoshindikana jana, lililoshindikana kwa miaka zaidi ya 30, idara iwe inajitegemea. Ndugu wapiga kura, tunayoamua leo ni kwa ajili ya walimu walio mashuleni. Kioneeni huruma chama chetu, tukarudishe mahusiano na serikali ili hoja zetu zitendewe kazi. Ndugu wapiga kura, leo mimi ninawaomba kura. Nitashirikiana na nyinyi katika kuamua maamuzi ili yawe na tija kwa wanachama wote wa chama cha walimu. Asanteni kwa kunisikiliza. Nakushukuru. Swali la kwanza, swali la pili, swali la tatu. Kwa sekunde moja taja tena jina lako, omba kura. Ninaitwa Musa Karelanda Ismail, namba 12, rais wa Sauti ya Mabadiliko. Ani inja tuan. Wajumbe shikamani. Ninaitwa Mwalimu Mtungi, natokea Kahama Manispaa, mkoa wa Shinyanga. Naomba kura zenu niwe rais wenu. Sera zangu ni kama zifuatazo. Kwanza kabisa, mkiniamini na kunichagua kuwa rais, nitaiomba serikali ipeleke mswada bungeni wa kutunga sheria ya kinga dhidi ya mwalimu inapotokea anamwadhibu mwanafunzi, yakatokea majanga ama maafa, mwalimu asipewe adhabu ya aina yoyote. Kama mnavyotambua, hatuna hiyo kinga. Nahisi kwa mkoa wa Simiyu mnaweza mkawa mashahidi wazuri. Sera ya pili, nitaiomba serikali iendelee kuboresha kikotoo walau kufikia 60%. Serikali imetengeneza furaha, tunapandisha madaraja kwa wakati, mishahara madaraja mapya kwa wakati. Tungelitamani furaha hiyo tuendelee kuwa nayo hata pale tunapostaafu. Lakini tunapostaafu, furaha inapungua kwa wastaafu kwa sababu ya kikokotoo. Sera yangu ya tatu, kama mnavyofahamu, chama chetu sasa hivi kina ushindani wa vyama vingine. Njia sahihi na pekee ya kushindana na vyama pinzani vya chama cha walimu vya wafanyakazi ni kupunguza makato ya 2%. Hakuna dawa nyingine ya kutunusuru na ushindani huo. Asante Mungu. Nashukuru. Swali la kwanza. Nimeshakwambia kwa swali la kwanza. Swali la pili. Swali la tatu. Omba kura kwa sekunde moja. Asante. Jina lako. Isaya 6:8 katika Biblia, kisha nikasikia sauti ya Bwana ikisema nimtume nani? Ndipo nami nikajibu, mimi hapa Bwana, nitumeni mimi Bwana. Naombeni kura zenu. Walimu Solidarity. Kwa majina naitwa Mwalimu James Sebastian Ndomba, mwalimu wa Msalato shule ya wasichana hapa Dodoma. Mbele yenu nimesimama comrades kuwashawishi na kuwaomba ridhaa yenu ya kuniamini kuwa rais wa chama cha walimu Tanzania. Ajenda iliyonileta hapa mbele yenu imeshawishiwa na mimi kituo changu ninachotokea, ambacho mwanachama pekee aliyebakia wa chama cha walimu ni mimi peke yangu kati ya walimu 72. Kwa ajenda hii ilikuwa ni moja iliyonisukuma kuja hapa, ambayo imetengeneza ajenda kubwa mbili ya kukiboresha chama chetu, kukigawanyisha katika majukumu ya msingi ya kutetea haki na wajibu wa mwalimu na majukumu ya miradi na mambo mengine. Hapa ndipo tunapoanza na hoja ya kwanza ya rais wa chama cha walimu achaguliwe na walimu wote wanaotokana na chama cha walimu. Maana yake rais tumshushe kwenye levo ya wanachama ambao leo ndo wanaotulalamikia juu ya chama chetu, ili akumbuke kuwajibika na kuwatumikia wakati wote. Hoja ya pili iliyonisukuma hapa ni kuanzisha miradi ambayo itapelekea kupunguza makato ya 2% kuja 1%.
chama kina miradi ambayo ipo mpaka sasa. Tuna benki ya mwalimu, tuna majengo ya mwalimu, mfano Mwalimu House Ilala. Lakini pia chama kinaweza kikaenda kwenye miradi mingine kama miradi ya kuanzisha shule zitokanazo na kada yetu, yani Mwalimu Primary School, Mwalimu Secondary School, ambayo ikawa pia ni sehemu ya kuwa inaongeza kipato kwenye chama chetu, ili kuhakikisha miradi inakuwa mingi na makato tunakuja na ajenda ya kuyapunguza pale. Lakini hoja ya tatu ni kuanzisha idara ya wastaafu. Wastaafu wamekuwa wakitumikia chama chetu vizuri kwa muda wote wanapokuwa kazini, lakini inapofika muda wa kustaafu haki zao zinakuwa hazifuatiliwi kama ipasavyo. Tukianzisha idara ya wastaafu, manake taarifa zao zitaanza kutengenezwa tokea ngazi ya tawi, wilaya, mkoa mpaka taifa. Muda unapofika stahiki zao pamoja na nafasi nyingine watakayohitaji ya kusaidiwa, chama kitaweza kuwasaidia. Kuanzisha idara za monitoring na evaluation pale makao makuu, kuhuisha idara za vijana pamoja na idara ya walemavu, ili kuhakikisha majukumu yote yanafanyika kwa namna inavyotakiwa. Lakini kuanzisha Mwalimu Digital. Wakati walimu wanakuja hapa, kuna walimu baadhi ya taarifa zilibadilika wakazipata wakiwa kwenye mabasi. Manake tukianzisha Mwalimu kidigitali, leo hii kila mwalimu kwenye simu yake janja ataweza kupata taarifa yake ya chama, lakini taarifa yake binafsi. Lakini pia walimu wanaotaka kubadilishana kwa hiari vituo vya kazi waingize taarifa zao kwenye Mwalimu Digital na waweze kubadilishana badala ya kuweka taarifa zao Facebook na kwenye matangazo mengine yasiyo ya msingi. Ndugu wajumbe, swali la kwanza, swali la pili, swali la tatu. Tumia sekunde moja, taja tena jina lako, omba kura. Kwa majina naitwa Ndomba Sebastian James, namba 14. Naomba kuwashawishi wajumbe mnipe kura zenu za ndio ili niweze kukitumikia chama chetu. Asante sana. Asanteni sana. Wajumbe, najua tumechoka, ila nakwenda kwenye vitu vichache tu sana. Leo nimefurahi kuwakuta wajumbe wa mkutano mkuu pamoja na uongozi. Mimi ni mwanachama toka chini kabisa kule ambaye sijawahi kuwa mwakilishi. Sasa tuna uongozi wa CWT kwa maana ya uongozi, lakini pia tuna uongozi kwa maana ya wanachama. Hebu tushuke kule chini kwa wanachama. Wanachama wanataka nini? Wanachama, shida yetu sisi ni 2% ada ya wanachama. Lakini kingine pia kilichonileta hapa ni masuala ya migogoro hii ambayo ipo. Kumbe tumejua hata nyinyi mnalalamika. Mimi ni mwanachama sio mjumbe. Hata nyinyi mnalalamika. Je, mtaweza kutatua shida zetu kule chini? Sasa niliyesimama mbele yenu hapa, hii ni sauti ya walimu Tanzania. Sauti ya walimu Tanzania. Mjumbe noti hicho. Hii ni sauti ya walimu Tanzania. Kwa maana ya kwamba wanachama toka kule chini pia wanahitaji hivi vitu. Kwa hiyo tunapokwenda kupata kiongozi, basi tupate kiongozi mwenye nidhamu kwa wanachama, lakini pia mwenye nidhamu kwenye nafasi nyingine za wadau wa elimu kwa maana ya serikali yetu. Mkinipa nafasi hiyo, nitawaheshimu, nitawashughulikieni, lakini nitakuwa na nidhamu ya kutosha. Sitainua mabega. Na tukumbuke kwamba CWT sisi hatuna dola, tuna wanachama. Kama hatutasikiliza wanachama, mtabaki viongozi na wawakilishi wa mikoa. Huko chini tumejipanga kweli kweli. Tumejipanga, na hii sauti leo hii inaunguruma hapa kwenye mkutano mkuu. Nipeni nafasi. Kama mtaweza kunipa nafasi, basi ile migogoro ambayo inapatikana kule na yale mahitaji ya wanachama yatakwenda kuisha na kumalizika kabisa. Mimi ninaitwa problem solver. Leta matatizo yenu hapa yatapisha. Asante sana. Swali la kwanza, swali la pili, swali la tatu. Omba kura kwa sekunde moja. Ndugu zangu, nimetumia muda vizuri, nilikuwa naangalia hapa. Asante sana. Naombeni kura. Nenda namba 15, angalia Ndonyaro Godiadi Florian Ndonyaro. Sauti ya walimu Tanzania, kwa maana ya kwamba huyu ni rais wa wanachama. Asante sana, nashukuru sana. Karibu, omba kura kwa dakika 3. Asante sana meza kuu. Solidarity. Kwa majina naitwa Mwalimu Rose Nyatega, mwalimu toka halmashauri ya manispaa Ilemela, mkoa wa Mwanza.
Niko mbele yenu ndugu wajumbe kuomba ridhaa yenu kuwa rais wa Chama cha Walimu Tanzania, na mambo matatu ya kuweza kuongea na nyinyi wajumbe wenzangu. Ni kwamba swala moja ni uwazi na ukweli katika mambo yote ya uendeshaji wa CWT. Uwazi unapokuwepo hakuna mgongano wote utakaotokea. Swala langu la pili, wajumbe wote na watu wote waliogombea nafasi ya rais wameongea maneno mengi sana, changamoto, mawazo, mapendekezo. Mimi kama Rose Nyatega nitachukua mapendekezo hayo na kuyajumuisha na kuunda kamati yangu dogo itakao kuzunguka kwa ajili ya kutatua matatizo na changamoto zetu sisi walimu. Swala langu lingine, swala langu la tatu, tuna benki yetu ya walimu, tuna miradi yetu kama miradi ya nyumba za mwalimu wewe Nyerere House. Ni kwamba ile miradi inaongeza thamani katika benki zetu. Kwa nini mwalimu anayechukua mkopo katika benki yetu ya walimu asiwe na riba ndogo ili aweze kujikwamua maisha yake kuliko kwenda benki za CRDB na TPC wakati tuna benki yetu ya walimu? La nne, kiungo siku zote mchezaji wa akiba huwa mwangushi kocha au mwalimu wake. Hivyo basi Rose Nyatega ni mchezaji wa akiba anayejua wachezaji pale mbele kuna changamoto gani, na nikiingia siku zote mabadiliko utokea mchezaji wa akiba anapokiingia uwanjani. Ridhaa yako naomba kwako mjumbe, chagua kiungo mchezeshaji, kiungo mshambuliaji na kiungo mkabaji, Rose Nyatega, tuweze kufanya kazi kwa pamoja. CWT ni yetu, CWT chama chetu, mshikamano. Kwa majina naitwa Rose Nyatega, naomba kura yako. Swali la kwanza, swali la pili, swali la tatu. Sekunde moja, rudia majina yako na uombe kura. Ndugu wajumbe wenzangu, kwa majina naitwa Rose Nyatega, mgombea urais CWT 2025. Namba yangu namba 16. Asante. Asante. Naitwa Tumaini David Twambo, nagombea nafasi ya urais. Naombeni kura zenu ndugu wajumbe. Nawategemea sana katika kuleta mabadiliko na mafanikio makubwa katika Chama cha Walimu Tanzania. Na wanachama wa Chama cha Walimu walioko vituoni wanawategemea sana. Najua hali mnazijua, mlipowaacha wanawaza, wanasikitika. Ni nani anaweza kakaa na kutathmini kuweza kupunguza makato ya 2%? Ni mimi Tumaini Twambo, nina uwezo wa kusimamia na nitashirikiana na ninyi wajumbe kuweza kutathmini namna gani tuweze kupunguza makato kwa kupitia kila mwanachama na rasilimali tulizonazo ziweze kumnufaisha kila mmoja. Naombeni kura zenu ndugu wajumbe. Sambamba na hilo, uwajibikaji. Kumekuwa na kero mbalimbali za walimu, ikiwa ni wengine hawapati mishahara kwa wakati, lakini chama kipo hakiwafuatilii. Kumbuka wale wanakuwa hapo katika wakati mgumu, kwa wanahitaji msaada wa kutatua kero hizo na uwajibikaji kusimamia swala zima la kutatua changamoto hizo. Ni mimi Tumaini David Twambo. Lakini pia mfumo wa uchaguzi nitaubadilisha. Tutatumia mfumo wa kielektroniki ambao naamini kila mmoja atafurahia na utahusisha kila mwanachama. Uwezo huo ninao, naombeni kura zenu. Sambamba na hilo, rasilimali zitamnufaisha kila mmoja. Manake ninyi wajumbe mtapita wilayani kukagua hii rasilimali inamsaidiaje mwanachama, ina faida gani. Manake baada ya kujua hilo, tutakutana hapa wajumbe wa mkutano mkuu, na mimi iwapo mtanipa ridhaa ya kuongoza kuwa rais wa Chama cha Walimu. Wajumbe wa mkutano mkuu, naombeni kura zenu. Sina namna nyingine zaidi ya kuwaomba. Naamini kwa pamoja tunaweza kuleta mabadiliko. Kura yako inaweza kuleta mafanikio makubwa. Asanteni kwa kunisikiliza. Naomba kura zenu. Ndugu wajumbe, swali la kwanza, swali la pili, swali la tatu. Kwa sekunde moja omba kura na taja jina lako. Asante. Naitwa Tumaini David Twambo, nina mengi ya kusema lakini muda ni mchache. Naombeni kura zenu. Asante sana. Asante. Mshikamano. Asante sana. Komredi mwenyekiti wa mkutano huu na viongozi wote mlioko meza kuu na wajumbe wenzangu,
Nitoe shukrani zangu za dhati kwa kuwa mliniamini mwaka 2020 na sasa ninaomba mniamini tena kipindi cha 2025 kwenda 2030. Ninao uwezo mkubwa wa kusimamia mambo. Zaidi ya hayo, nimefanya mambo mengi ambayo ninyi ni mashahidi. Na sasa muda mfupi uliopita tumetoka kupitisha maazimio ya mkutano mkuu. Maazimio hayo ninao uwezo wa kuyasimamia kikamilifu. Ninaomba muendelee kunipa ridhaa kwa kuwa naamini kwa kushirikiana na ninyi tutafanya mambo mazuri zaidi. Yako mambo ambayo binafsi natamani yafanyike katika wilaya na mikoa na huko chini kwa walimu walipo. Natamani kufanya kazi itakayofanya ninyi mlioko mawilayani na mikoani muweze kuwa imara katika eneo la fedha. Juzi tumezungumza habari za kubadilisha utaratibu wa namna gani ya kufanya ili tuweze kuimarisha uwezo wa kuwasimamia walimu wenzetu wasiweze kuondoka katika chama chetu. Kwa hiyo kama kiongozi mkuu niko tayari kuwasimamia wenzangu kuhakikisha kwamba fedha inayobaki makao makuu ianze kushuka huko chini kwa wanachama. Kwa kuwa tuna hitaji kubwa sana la kuhakikisha kwamba tunafanya kazi kwa weledi mkubwa. Lakini vijana tulio nao ni lazima tuhakikishe kwamba wanapata fedha itakayowafanya waweze kusimamia kazi zinazowahusu. Vile vile walimu wenye ulemavu, pia wanawake. Vitengo hivi hatukuviweka ili vikae bila kazi. Sasa ni wakati wa kuhakikisha kwamba fedha ambayo imekuwa kibaki makao makuu kwa wingi ule ni lazima ishuke kwa wanachama ili tuweze kuifanyia kazi. Comrade mwenyekiti na viongozi wote, ninaomba ridhaa yenu kwa mara nyingine. Mungu awabariki sana. Kwa jina naitwa Lea Ulaya, mwalimu wa shule ya sekondari pale Tabora. Ninaamini mkinipa kura zenu mimi sitawaangusha. Niko tayari kufanya kazi wakati wote. Naombeni kura zenu. Asante. Swali la kwanza, swali la pili, swali la tatu. Kwa sekunde moja taja jina lako na uombe kura. Asante. Ndugu wajumbe, mimi naitwa Mwalimu Lea Ulaya ambaye kwa muda mfupi nilikuwa rais wa Chama cha Walimu Tanzania na sasa naendelea kutetea nafasi yangu. Mungu awabariki sana, naomba kura zenu. Asante. Ndugu wajumbe, hatua inayofuata ni ya upigaji kura.